Yes, habari za wakati huu mtazamaji wa Bobezi TV, and my name is Genevieve. Karibu niweze kukupa zile story ambazo zimetrend kwa siku hii ya leo. Sasa mapema hii leo meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga Ali Kamwe amepewa adhabu ya kulipa fine ya kiasi cha milioni 5 za Kitanzania na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2 baada ya kukutwa na hatia katika tuhuma ya kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni za maadili ya Shirikisho la Soka Tanzania kwa maana ya TFF toleo la mwaka 2021. Lakini pia adhabu hiyo ambayo imeanza kufanya kazi Aprili 16 mwaka 2025 imetolewa na kamati ya maadili ya TFF katika kikao chake cha kupitia na kutolea uamuzi wa mashauri yaliyowasilishwa mbele yake. Katika hatua nyingine, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ali ameachiwa huru baada ya kamati kubaini kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kumuingiza hatiani kwa kosa liloshtakiwa na Secretariat ya TFF, akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni za maadili ya TFF. Sasa hapa na kusomea ile waraka ama ile taarifa ambayo imetolewa na bodi ya ligi kwa maana ya TFF mapema hii leo kuhusiana na hatua hizo ambazo zimeweza kuchukuliwa hii ya leo. Kuna hii hapa inasema kamati ya maadili ya Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania ilikutana kwa ajili ya kupitia na kutolea uamuzi mashauri yaliyowasilishwa mbele yake. Baada ya vikao vyake, kamati ilifikia uamuzi ufuatao. Ikawa kuna shauri la kwanza, lakini pia kuna shauri la pili, lakini pia shauri la tatu ilikuwa ni shauri dhidi ya Ahmed Ali, ambapo Ahmed Ali, meneja habari wa mawasiliano ya Simba, alishtakiwa na klabu ya soka ya Yanga akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume cha kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni ya maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kupitia maelekezo ya pande zote husika pamoja na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati ilibaini kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kumuingiza hatiani kwa kosa liloshtakiwa nalo na imemwachia huru. Lakini pia katika shauri la 4 ilikuwa ni shauri dhidi ya Ali Kamwe, ambapo Ali Kamwe, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga, alishtakiwa na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni ya maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa kosa liloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya Tanzanian shillings milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa hicho ndo ambacho kilichojiri kama ambavyo wengi walivyokuwa wakisubiri kusikia kitakachofuata dhidi ya zile tuhuma ambazo walikuwa wawili hao wakishtakiwa kati ya Ahmed Ali pamoja na Ali Kamwe. Sasa hayo ndio matokeo ambapo nimekusomea, na hicho ndio kilichojiri kule TFF, na tayari wameshatoa maamuzi yao kuhusiana na hicho. Ali Kamwe atatakiwa kutoa shilingi milioni 5, lakini pia Ahmed Ali amekutwa akiwa hana hatia. Mimi naitwa Genevieve na hii ni Bobezi TV. Tafadhali cha msingi ni wewe kuweza kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, lakini pia kulike, kucomment na kushare ili mambo mengine yawe fresh na pengine uwe wa kwanza kuweza kuzipata taarifa ambazo zinakuwa zinatokea. Kila update ambayo inakuja on time, basi tunakuletea hapa ndani ya Bobezi TV. Endelea kutufuatilia kwa sababu wewe ni muhimu kwetu.